Haleluya, neema Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote mnaosikiza ujumbe huu. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa maskofu, wachungaji na mashemas. Nataka kuongelea kitu kimoja kwa wale wanaoamini dini, kwamba dini ndio kila kitu. Watu kuanzia watoto wameaminishwa kwamba sehemu kutoa sadaka ni kwa wachungaji makanisani, kupeleka makanisani. Mpaka walio wengi wameandika nyaraka zao kwamba ni lazima utoe pesa kwa ajili ya kuchangia maendeleo ya kanisa. Lakini Biblia inatufundisha Mungu akai kwenye makanisa. Biblia inatufundisha Mungu akai kwenye majengo yaliyojengwa, kwamba Mungu anapatikana humo. Maana Mungu alihamisha anakaa kwenye mwili wa mwanadamu aliyeokoka. Na ndio maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17:24 Mungu aliyofanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai kwenye majengo yaliyofanywa kwa mikono, wala tumikii kwa mikono ya mwanadamu. Mpaka imefikia kipindi kwamba anaabudiwa hadi kwenye maishara. Sasa watu wanatengeneza nembo, wanaenda kwa fundi, wanatengeneza mamisalaba, vitu vyote ambavyo Biblia imesema ni dhambi. Sasa wewe unayetengeneza mamisalaba na mahalama na vitu vingine unatengeneza vya mkononi kwamba tunamtumikia Mungu, una tofauti gani na wale watu ambao Haruni na Miriam waliwatengenezea wale wa Israeli kwamba wakatengeneza miungu mingi? Sisi katika Yesu Kristo, Biblia haifundishi hivyo. Katika Yesu Kristo sisi tunamwabudu mbinguni, tunamwabudu wa kwetu huko mbinguni. Kwa hiyo wanaofanya hivyo wanamwabudu shetani. Mungu hapatikani kwenye majengo, Mungu hapatikani kwenye nyumba zilizojengwa kwa mikono. Mungu anapatikana kwa mtu mwenyewe aliyeokoka. Injili tutaihubiri sisi tuliookoka katika Yesu Kristo. Ndio maana tunazipinga dini zote zinazoabudu vinyago, dini zinazotengeneza masanamu, zinatengeneza mamisalaba. Huo wote msalaba tunao, mateso. Ubebe msalaba wako unifuate, sio ubebe msalaba wako kwa kuutengeneza. Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake hata kwenye ile Mathayo 11 kuanzia 34 kuendelea, uchukue msalaba wako umfuate, mateso, waache vitu vya dunia vizuri viache. Sasa tangu lini ukaanza kutengeneza tena masanamu? Si ndio mapokeo hayo? Mapokeo ni dhambi. Mapokeo ni dhambi. Hizi dini zote ni dhambi. Ndio maana mpaka leo waumini wao wamefundishwa kuyashika ile mapokeo. Hata ukiwafundisha Biblia hawaiamini. Hakuna muumini yeyote wa dini yoyote anayeamini Biblia. Maana ingeamini Biblia singeingia mle. Na ndio maana leo nakuta mtu anajiita sijui dini fulani, dini fulani, dini fulani. Hivyo vyote Paulo alivikataa. Vyote Biblia ilikataa. Hamna, yani sisi wote katika Kristo ni wamoja. Wote tunamwamini Kristo, wote tuna nia mmoja, Bwana mmoja, ubatizo ni mmoja kwa aliyeamini tu. Leo dini zimejitengenezea makatiba yao, maneni yao, vyote hivyo ni dhambi. Dini inampeleka mtu mbinguni. Kama impeleki mbinguni mnaingangania nini? Tubadilike. Katika Yesu Kristo vitu havipo. Hivyo vitu havipo, ni dhambi. Yaani hao waumini hao ukiwauliza yani mnagombana. Kwanza wanakuambia tu lazima upeleke sadaka. Wanatumia Malaki 3. Vitu ambavyo ni vya uongo. Hatutumii tena Agano la Kale. Kama tunatumia Malaki 3 tukatoe sadaka, Yesu alikuja kufanyaje? Sasa hivi tunasamehewa msamaha wa dhambi kwa Yesu Kristo. Tunasamehewa msamaha wa dhambi kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Hatusamehi msamaha wa dhambi kwa kutoa sadaka wala fungu lolote. Sadaka ni kumsaidia tu. Ndio maana huwa natoa ushahidi. Toa maandiko kwenye Biblia Agano Jipya linalokuambia wewe uchukue sadaka, mchungaji, uchukue fungu la 10, toa. Maana tunaona sadaka zote zinazoongeleka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9 kuanzia 6 anasema hakuchukua sadaka wala kuchukua kitu cha mtu. Sadaka kwenye ile wa Filipi 4 vyote hivyo, Timotheo wa kwanza 5 vyote vile ni sadaka, ila kumchangia mtu, kwamba tumeamua tumchangie fulani kutokana na hali yake ilivyo, sio kuchukua sadaka. Sio sadaka kwamba leteni sadaka kwa Bwana. Hiyo sadaka sasa hivi ishakataliwa. Sisi tunahubiri injili katika Yesu Kristo, watu waokoke. Kwa hiyo makanisa yanayohubiri hivyo ni makanisa ya mpinga Kristo. Ni makanisa yanayohubiri tumbo lao tu. Nishatoaga hayo masomo mara nyingi sana. Ni makanisa ya tumbo. Mungu wao ni tumbo. Wanania mambo ya duniani tu. Hawanini mambo ya uzima. Ndio maana vitu vyote Biblia inavyosema kwamba hivi vitu ni dhambi, tukivifanya hivyo vitu tutapata uzima milele. Wao wanavifanya na wanaviishi. Na watu wanaotoa sadaka ndio wanaosali makanisa hayo. Kwa katika Yesu Kristo hao watu wanatakiwa waonywe, nao makanisa badilike, watoe masanamu yote walioyaweka au mamisalaba waliochora kwa wino, kwa nini, vyote vitupwe, vichome moto. Havifai katika Yesu Kristo. Kama wana ushahidi wa kufanya hivyo vitu, watoe ushahidi. Kama ni hivyo sasa, ni masanamu tunaabudu wote. Dini zote wanaabudu masanamu. Mbona sio wametengeneza vitu? Kama Mungu yuko mbinguni haabudu kwa kitu chochote wala sio sanamu. Kwa nini wewe umetengeneza kitu cha kuabudu? Umetengeneza alama yako. Nani alikwambia hiyo alama kwamba uitengeneze? Si masanamu yale yale. Kwa hiyo hatuna imani ya kweli chini ya mbingu. Wote wanatafuta vyao. Zote ni dini zinazogombania watu tu, ndio wanawapa vyeti. Vyeti tu ndio vinafanya kazi kwamba wewe dini hii, dini hii, dini hii. Kwa hiyo sasa tunahubiri habari za Yesu Kristo kuokoka, tunahubiri habari za dini.
Ni hayo tu, ni Mwalimu Joseph Andrea. Endeleeni kusubscribe, like, comment, share ili watu wengi wajifunze. Soma Biblia. Ukifundishwa na jamaa utapotezwa. Asante.